Naam, asante kwa kuchagua kusikiliza habari zetu, na kabla tusonge mbele katika habari hizi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Ripoti mpya kumhusu Humphrey Polepole zimeibuka tena na kuzua uvumi na taharuki mpya nchini Tanzania leo. Waliomteka Humphrey Polepole sasa wajipata katika hali hii mbaya. Matukio mapya yanayomzunguka Humphrey Polepole yameibuka tena sasa na kuzua wasiwasi na uvumi nchini kote. Ripoti zilizosambaa tangu asubuhi zinaonyesha shinikizo mpya kwa wale wanaodaiwa kuhusishwa na kutoweka kwake. Mazungumzo ya umma yameongezeka huko mitandao ya kijamii na maoni ya ndani mitandaoni yakipitia tena maswali ambayo hayajatatuliwa kuhusu Humphrey Polepole. Watanzania wengi wanasema ukimya juu ya hatima ya Polepole umekuwa wa kusumbua kuliko ripoti za awali. Hadithi sasa au simulizi imerejea katikati ya mjadala wa kisiasa kwa nguvu isiyo ya kawaida leo. Mamlaka imehimiza tena kujizuia, huku hisia zikiongezeka baada ya ripoti hizi mpya kumhusu Polepole. Uangalifu huo mpya leo unafuatia madai ya muda mrefu yaliyotolewa miezi kadhaa iliyopita na kaka yake anayefahamika kama Kanali Agustino Polepole, ambaye pia anadai kuwa ni mwanajeshi mkuu. Hapo awali alisema hadharani kwamba alijua ni nani aliyehusika na kutekwa nyara kwa kaka yake Humphrey Polepole. Wakati huo Agustino Polepole alijiamini kuwa Humphrey Polepole bado yuko hai na akatangaza waziwazi ya kwamba anafahamu waliohusika. Matamshi hayo ya Agustino yalipinga uvumi ulioenea ambao ulikuwa umependekeza matokeo mabaya kumhusu Polepole. Matamko hayo yaliwapa wananchi wengi hali ya matumaini yaliyolindwa, walakin tumaini hilo halikuwahi kulinganishwa na ushahidi unaoweza kuthibitishwa. Katika muonekano wake wa awali, Agustino Polepole au Kanali Agustino alikwenda mbali zaidi kwa kuashiria kuwa yuko tayari kuwataja majina waliohusika. Waangalizi walitafsiri hii kama ishara kwamba hatua madhubuti ilikuwa karibu. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa walibaini ujasiri usio wa kawaida wa kauli kali ambazo ziliweza kutolewa na mtu wake wa karibu au mwanafamilia wake Humphrey Polepole kama kaka yake Kanali Agustino. Matarajio hayo yalijenga haraka kwamba mashtaka rasmi yangefuata. Hakuna aliyewahi kuonekana hadharani. Pengo hili kati ya maneno na vitendo limesalia kwa chanzo kikuu cha mabishano mitandaoni. Wiki kadhaa baadaye, Agustino Polepole alijitokeza tena mtandaoni akiwa na kauli ya iliyoelekezwa kwa watu wanaodaiwa kuwa watekaji nyara. Alidai alikuwa amewapa saa 24 kumwachilia huru kaka yake Humphrey Polepole. Ujumbe ulienea kwa haraka mitandaoni ukitawala mijadala ya mtandaoni na mazungumzo ya faragha nchini Tanzania. Watanzania wengi walisubiri kwa hamu wakati huo, wakati muda wa mwisho ukikaribia wa masaa 24 kukamilika. Wengine waliamini kwamba shinikizo hatimaye la kaka yake lingelazimisha mafanikio na kuonekana tena kwa Humphrey Polepole. Wengine walihofia kwamba hali inaweza kuongezeka kwa hatari. Saa 24 zilipopita bila dalili yoyote ya kuachiliwa kwa Humphrey Polepole, kuchanganyikiwa na kukata tamaa kulifuata. Kutokuwepo kwa matokeo baada ya onyo kali kama hilo la kaka yake Kanali Agustino kulishtua wafuasi na wakosoaji vile vile. Hata hivyo, watu wa maoni walihoji ikiwa tishio lilikuwa la ishara badala ya kutekelezeka. Ukimya uliofuata ulizidisha siri. Wiki kisha ikageuka kuwa miezi bila taarifa zaidi. Uaminifu wa madai ya awali ya kaka yake ulianza kupotea katika mtazamo wa umma. Leo inatimia takriban miezi miwili tangu makataa hayo kupita bila azimio. Makataa hayo ya Kanali Agustino Polepole. Katika kipindi hiki Agustino hajalipiza kisasi bado kama alivyoahidi wala kutoa ufafanuzi. Kutoweka kwake sasa mtandaoni kutoka kwa maoni ya umma pia hadharani kumechochea nadharia mpya. Baadhi wanasikia mazungumzo ya nyuma ya pazia, huku wengine wakishuku vitisho au vizuizi. Kuongezea mvutano huo, familia ya Humphrey Polepole hivi majuzi pia ilichukua hatua muhimu ambayo iliwatia wasiwasi watazamaji na wafuasi wa Polepole. Jamaa wa Polepole walionekana wakiondoa vitu vyake vya kibinafsi kwenye nyumba yake aliyokuwa akiishi Humphrey Polepole. Samani na vitu vya nyumbani viliondolewa kimya kimya. Hatua hiyo ilitafsiriwa na wengi kama ishara ya kujiuzulu badala ya matumaini, huku familia hiyo ikisema ya kwamba bado haijakata matumaini. Majirani walielezea wakati huo kama wa kusikitisha na wakihemko. Ilizidisha hofu kwamba huenda familia hiyo imepoteza matumaini kabisa.
Mama ya Humphrey Polepole baadaye alihutubia waandishi wa habari katika muonekano wa kihisia, akisema ya kwamba bado hajakata tamaa. Alionyesha uchungu juu ya kutoweka kwa mtoto wake kwa muda mrefu. Badala ya kutoa matakwa ya kisiasa, alipanga hali hiyo kwa njia za kiadili na za kiroho na za kimungu. Alisema kwamba haki ya kimungu hatimaye itawakabili wale wote waliohusika na kumteka mtoto wake. Maneno yake yaligusa sana umma. Wengi waliona maneno yake kama kilio cha maumivu badala ya shutuma. Viongozi wa kidini na wahusika wa mashirika kiraia tangu wakati huo wameunga mkono wito wa ukweli na uwajibikaji. Wanasema kwa kutoweka bila kutatuliwa kunaondoa imani ya kitaifa. Wengine wamehimiza serikali kutoa sasisho wazi kwa umma. Wengine wanaonya dhidi ya kuchochea mivutano bila ukweli uliothibitishwa. Usawa kati ya subira na shinikizo umezidi kuwa mpole. Mjadala huu umezidi tena leo. Serikali kwa upande wake inashikilia kuwa uchunguzi kuhusu kutoweka kwa Polepole bado unaendelea. Maafisa wanasisitiza kwamba mashirika ya usalama yanafuata kwa bidii miongozo inayoaminika na bado wanafanya upelelezi. Wamewaonya wananchi dhidi ya kueneza habari ambazo hazijathibitishwa au za uongo. Kulingana na taarifa rasmi, upotoshaji unaweza kuathiri maswali nyeti kumhusu Polepole. Mamlaka zinasisitiza kwamba utulivu wa kitaifa lazima ulindwe. Uhakikisho huu hata hivyo umefanya kidogo kutuliza wasiwasi wa umma. Wadau wa upinzani na wachambuzi huru wanasalia kuwa na mashaka na simulizi rasmi. Wanaonyesha urefu wa muda bila matokeo yanayoonekana kuwa sababu ya wasiwasi. Wengine wanahoji kuwa uwazi ungepunguza uvumi badala ya kuongeza. Wengine wanashutumu watendaji wa kisiasa kwa kutumia kesi hiyo kwa ushawishi. Kutokuwepo kwa sasisho dhabiti huruhusu kila tafsiri kushindana kwa usawa. Nguvu hii imeweka hadithi hiyo kubaki hai hadi leo. Ripoti mpya za leo pia zinadai kuwa watu waliounganishwa kwenye kisa hicho sasa wako chini ya mkazo mkubwa huku uchunguzi ukiendelea. Ingawa hakuna majina ambayo yamethibitishwa, vyanzo vinapendekeza shinikizo la ndani kuongezeka. Waangalizi wanaamini kuwa hii inaweza kuashiria mabadiliko. Madai pia hayajathibitishwa lakini yameenea kwa kasi mitandaoni. Umakini wa umma umehama kutoka kwa mahasiriwa hadi kwa wanaodaiwa kuwa wahalifu. Mabadiliko haya yamebadilisha sauti ya majadiliano. Wataalamu wa usalama pia upande wao wanaonya kuwa nyakati kama hizo ni muhimu. Wanaonya kwamba uvujaji, iwe kweli au la au si kweli, unaweza kutatiza uchunguzi mzima. Hata hivyo, kesi hiyo sasa imekuwa kipimo cha uaminifu wa taasisi. Jinsi mamlaka inavyodhibiti maelezo sasa inaweza kufafanua uaminifu wa umma kwenda mbele. Vigingi pia vinaeleweka sana. Kote Tanzania, raia wa kawaida wanaendelea kufuatilia hadithi hiyo kwa karibu. Kwa wengi, kesi hiyo inaashiria hofu pana kuhusu usalama na uwajibikaji. Mazungumzo katika maeneo ya umma sasa yameonyesha hasira na uchovu, watu wakichoka kusubiri ni lini Polepole atapatikana. Watu pia wanataka kufungwa bila kujali matokeo. Hata hivyo, gharama ya mwanadamu ya kutokuwa na uhakika ina uzito mkubwa. Hisia hii pia imeonekana hasa leo. Waangalizi wa kimataifa na makundi ya haki pia yamechukua njia mpya. Wanafuatilia maendeleo na taarifa za umma kwa umakini. Wengine wametaka uangalizi huru ikiwa ucheleweshaji utaendelea. Duru za wanadiplomasia upande mwingine zinaripotiwa kutazama majibu. Wasifu wa kesi hiyo umepanuka kimya nje ya mipaka ya kitaifa. Hii inaongeza safu nyingine ya shinikizo. Hadi leo mahali alipo Humphrey Polepole bado haijathibitishwa rasmi. Hakuna ushahidi mpya wa kimwili umewasilishwa kwa umma. Bado kuibuka upya kwa ripoti kumefungua tena majeraha ambayo hayakupona. Kila maendeleo hufufua matumaini na hofu kwa kipimo sawa. Taifa limesalia kusimamishwa kati ya uvumi na uhakikisho. Mvutano huu ambao hujatatuliwa unafafanua hadithi hiyo leo.